Kwa hivyo kulingana na kile ambacho nimekifundisha ni kwamba ndio mtu aingie kwenye jamii ya siri ya Mungu ama kwenye jamii ya siri ya Shetani, jambo la kwanza lazima kwanza afanyike kuwa mwana katika ufalme wa Mungu ama katika ufalme wa Shetani. Na ndio maana nimekusomea maneno mengi verse mingi pale, nikakuonyesha kwenye kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12. Maandiko yanasema mbali wote waliompokea Yesu aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo level ya kwanza kwa mtu ambaye ako upande wa Mungu, kabla haja kuwa katika jamii ya siri ya Mungu, anaokoka kwanza. Lakini pia upande wa Shetani ni hivyo hivyo, kabla haujaingia katika secret societies za Shetani, lazima ufanyike kuwa mwana upande wa Shetani kwanza. Ndio maana maandiko anasema kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba wana wa ibilisi ni dhahiri, lakini pia wana wa Mungu pia. Kwa hivyo kumbe mtu kabla haja kuwa Freemason, akakuwa Illuminati, akawa Skull and Bone, akawa katika jamii za siri za Shetani, lazima kwanza akuwe dhahiri kabisa, anatambulikana kama mwana wa ibilisi, anaanza kuwa mwana. Na tukaongea kwenye sehemu imepita, nikasema ya kwamba kuwa mwana ni level ya chini, ambapo haujaokoka wewe ni mwana wa ibilisi. Ndio maana nimekusomea maandiko katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 8. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa maana ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuharibu kazi za ibilisi. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa hivyo ukiwa mtenda dhambi, ukiwa hujaokoka, tayari wewe unakuanga upande wa ibilisi, unakuanga wewe ni mwana wa ibilisi. Nataka tutofautishe hizo vitu mbili. Kuna tofauti ya kuwa mtu wa Mungu na kuwa mwana wa Shetani ama mwana wa ibilisi. Kila mtu ni mtu wa Mungu, lakini kama hujaokoka wewe ni mtu wa Mungu, lakini wewe sio mwana wa Mungu. Unakuwa mwana wa Mungu baada ya kuwa umeokoka. Ndio maana maandiko yasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Sasa mtu akiwa hajaokoka, kwa sababu ako upande wa Shetani, yule mtu hawezi akaaminika kwa siri za Shetani kama hajaingia katika mikataba ya Shetani. Kwa hivyo anabakia kuwa mwana wa ibilisi tu, hawezi akapewa siri za Shetani kwa sababu hajaingia katika mikataba na Shetani. Wale ambao wanaingia kwenye mikataba ndio sasa wanakuwa katika jamii za siri, wanakuwa katika secret societies za Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini upande wa Mungu ni hivyo hivyo tu. Ukiwa mwana katika ufalme wa mbinguni, Mungu atakuruhusu ukae mkono wa kuume wake, mkono wa kuume wa Yesu, kama vile tumesoma kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 22, ya kwamba Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini baada ya kuwa mtu amekomaa katika ulimwengu wa kiroho, amekomaa katika mambo ya Mungu, hapo ndio sasa Mungu atachangua huyo mtu amekomaa, anaanza kumuingiza katika secret place. Hii secret place ambayo nazungumzia ni pale mahali ambapo makuhani ndio peke yao walikuwa wanaingia. Maana hapo ndio walikuwa wanakutana na Mungu, wanaambiwa na Mungu vitu zile ambazo zinafaa kufanyika. Nataka tusome maandiko hapa ndio unielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Mathayo nilikuwa nimesoma mlango wa 22 na mstari wa 14. Maandiko yasema wengi wamechanguliwa lakini wachache, wengi wameitwa, ina maana kwamba wamealikwa, lakini wachache wamechanguliwa.
Ile neno wengi wameitwa inamaanisha kwamba wengi wameokoka, lakini ni wachache wamechanguliwa kuingia katika jamii za siri za Mungu. Ni wachache wamechanguliwa kuingia katika Holy of Holies. Ni wachache wamechanguliwa kuingia mahali ambapo watapata siri za Mungu. Pamoja na kuwa wakati ule Yesu alipokufa, pazia la hekalu lilipasuka. Ile pazia la hekalu lilikuwa ni physical place, mahali ambapo kuhani ataenda, anafungwa mnyororo, ndio akikosea anafutwa. Lakini leo hii bado tunaingia mahali pasiri, huwa tunaingianga mahali pasiri, ambapo pale mahali pasiri anayekuingiza pale ni Roho Mtakatifu, sio wewe unayejiingiza. Na hapo ndio siri za Mungu huwa zinapatikananga. Hapo ndio urithi wa Mungu unapatikananga. Hapo ndipo Mungu atakudhibitisha katika ile kazi alikuitia kuifanya. Kwa hivyo kama hujaingia katika hapo mahali pasiri, ujue kwamba bado kuna vitu vingi haujafika. Sasa kitabu cha Zaburi mlango wa 91 na mstari wa kwanza, maandiko yasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika kivuli cha Mwenyezi. Kuna vitu zimesemwa pale. Maandiko yasema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Ina maana kwamba huyu mtu ametoka kuwa katika upande ama mkono wa kuume wa Mungu Baba, lakini ameenda katika kivuli cha Mwenyezi, ameenda katika kivuli cha Mungu. Kama kuna mtu angenielewa ningefurahia sana. Huyu ni mtu wakati ule alipokuwa mwana katika ufalme wa mbinguni, alipokuwa mtoto, alikuwa anakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba, alikuwa anakaa mahali ambapo Yesu anakaa. Lakini kwa sababu amekomaa katika mambo ya kiroho, kwa sababu amechanguliwa na Mungu ili aende ajue siri za Mungu, anaingizwa, anaenda anaketishwa sasa katika kivuli cha Mwenyezi, anaenda anaketishwa mahali pasiri pa Mwenyezi. Kwa nini panaitwa mahali pasiri? Number one, hapa mahali panaitwa mahali pasiri kwa sababu hapo ndio utapata siri za Mungu. Lakini pia namba 2, panaitwa mahali pasiri kwa sababu ukienda pale, pamoja na kuko kwenye kivuli cha Mwenyezi, uko kwenye kivuli cha Mungu, lakini kile kivuli hutawahi ukiona. Namba 3, panaitwa mahali pasiri pake aliye juu kwa sababu ukienda pale ndio mahali ambapo utapata kuwa na kikao na Mungu. Ndio mahali ambapo utakuwa one on one na Mungu. Ndio maana Danieli, kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 2 na mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba siku moja Nebukadneza akaota ndoto, na alipoota ndoto akawaita waganga, wasiri, wasoma nyota na watu waliokuwa werefu wa Babeli, na mmoja wao alikuwa Danieli, lakini wakati ule Danieli hakuapia. Sasa waganga na wachawi wakaenda kumsikiliza Nebukadneza. Nebukadneza anawaambia, nimeota ndoto, lakini ile ndoto niliyoota imenitoka. Nataka sasa mnipe hiyo ndoto na tafsiri yake. Wale waganga na wachawi wakamwambia, hakuna mtu hata yeyote ambaye amewahi kwenda kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa msiri akauliza neno kama hilo. Wanamwambia Nebukadneza, kama unataka tukutafsirie hii ndoto, lazima utusimulie ndoto na sisi tutakupea maana ile ndoto. Nebukadneza akawaambia, kama hamtaniambia ndoto na tafsiri yake, wote nitawaua. Ndio hivyo sasa wakakumbuka, kumbe Danieli alikuwa kwenye kikao. Maana Danieli alikuwa kati ya watu ambao walikuwa ni wenye hekima wa Babeli. Wakamwambia Nebukadneza kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 2 na mstari wa 11, wakamwambia Nebukadneza, hakuna mchawi wala mganga wala msiri wala msoma nyota awezaye kukuambia jambo kama hiyo mfalme, lakini yupo mtu mmoja ambaye anaitwa Danieli, ambaye ako na Mungu asiyekuwa na kikao na wanadamu. Waganga na wachawi miungu yao inakuanga ni sanamu wanakaa nao. Mungu wao ni shetani ambao ni malaika ambaye anaweza kuja kama mwanadamu. Lakini huyu Mungu ndio unampatanga mahali pasiri, the secret place.
unampatanga mahali pasiri pake aliye juu.